Urusi na China zimezindua rasmi mazoezi makubwa ya pamoja ya kijeshi ya wanamaji yanayojulikana kama ushirikiano wa baharini kwa mwaka 2026 katika mji wa Qingdao mashariki mwa China, ikionyesha hatua mpya ya kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na kiusalama kati ya mataifa hayo mawili ambayo yameendelea kupanua mahusiano yao ya kimkakati katika miaka ya hivi karibuni. Mazoezi hayo yanakutanisha maafisa waandamizi wa majeshi ya wanamaji, makamanda wa meli za kivita, wataalamu wa operesheni za baharini, pamoja na wanajeshi kutoka jeshi la wanamaji la Urusi na jeshi la wanamaji la ukombozi wa watu wa China. Kwa mujibu wa ratiba ya mazoezi hayo, washiriki watafanya mijadala ya kimkakati, kupanga na kuratibu operesheni za pamoja, kubadilishana uzoefu wa kitaalamu na kutekeleza mazoezi mbalimbali ya vitendo baharini yanayolenga kuongeza uwezo wa kijeshi wa nchi hizo mbili kufanya kazi kwa pamoja. Shughuli hizo zinajumuisha majadiliano ya kitaalamu kuhusu mbinu za operesheni za wanamaji, uratibu wa vikosi vya pamoja, mawasiliano wakati wa operesheni za kijeshi, uongozi wa vikosi baharini, pamoja na mazoezi ya vitendo yatakayofanyika katika maeneo ya bahari yaliyoandaliwa kwa ajili ya shughuli hizo. Lengo kuu ni kuboresha utayari wa majeshi hayo kukabiliana na changamoto mbalimbali za kiusalama baharini na kuongeza uwezo wa kushirikiana katika operesheni za pamoja. Akizungumza katika sherehe ya ufunguzi wa mazoezi hayo, mwakilishi wa kikosi cha wanamaji wa Pacific Fleet cha Urusi, Sergei Sinko, alisema mazoezi hayo ya ushirikiano wa baharini ya mwaka 2026 ni ishara ya urafiki wa muda mrefu, kuheshimiana na kuaminiana kati ya jeshi la wanamaji la Urusi na jeshi la wanamaji la China. Sinko alieleza kuwa ushirikiano huo umeendelea kuimarika kupitia mazoezi ya mara kwa mara, kubadilishana uzoefu wa kijeshi na shughuli nyingine zinazolenga kuboresha uwezo wa majeshi haya kufanya operesheni pamoja. Alisema kuwa uhusiano huo umejengwa juu ya misingi ya kuheshimiana, kuaminiana na dhamira ya kuendelea kuimarisha usalama wa baharini. Kwa mujibu wa waandaaji wa mazoezi hayo, maafisa wa pande zote mbili watapata fursa ya kujifunza mbinu mpya za uongozi wa operesheni, kushirikiana katika upangaji wa mikakati ya kijeshi na kuboresha uwezo wa kufanya maamuzi haraka wakati wa operesheni za baharini. Aidha, makamanda wa meli za kivita watashirikiana katika kupanga na kutekeleza mazoezi yanayohitaji uratibu wa karibu katika vikosi vya nchi hizo mbili. Mazoezi hayo yanafanyika wakati Moscow na Beijing zimeendelea kuimarisha ushirikiano wao katika sekta ya ulinzi. Katika miaka ya hivi karibuni, mataifa hayo yamekuwa yakifanya mazoezi ya pamoja ya wanamaji, doria za pamoja baharini na angani, pamoja na kubadilishana uzoefu katika nyanja mbalimbali za kijeshi kama sehemu ya juhudi za kuongeza uwezo wa vikosi vyao. Urusi na China zimekuwa zikisema kuwa ushirikiano wao wa kijeshi haulengi kuanzisha mgogoro na taifa lolote, bali unalenga kuimarisha uwezo wao wa kijeshi, kulinda usalama wa baharini, kuboresha uratibu wa operesheni za pamoja na kukuza uhusiano wa muda mrefu kati ya vikosi vyao vya ulinzi. Katika miaka ya hivi karibuni, mazoezi ya pamoja ya mataifa hayo mawili yameongezeka kwa kiwango kikubwa, yakifanyika katika bahari ya Pacific, bahari ya Japan na maeneo mengine ya kimkakati. Hatua hiyo imeifanya Urusi na China kuwa miongoni mwa washirika wa karibu zaidi katika masuala ya kijeshi duniani, huku kila upande ukitumia mazoezi hayo kuboresha uwezo wa vikosi vyake kufanya operesheni za pamoja katika mazingira mbalimbali. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.